Ladies and gentlemen, karibuni katika episode ya pili ya Likapi Yetu. Kama bado hujatazama sehemu ya kwanza, basi kisha unagusa hicho pop up kinachotokeza juu kabisa upande wa kulia mwa skrini mwako ili tuweze kwenda pamoja. Bidada Samin tulipokuwa tumekomea katika episode ya kwanza, alikuwa akimwambia Mwamba Sanogong kwamba na kujua jina lako vizuri tu, ila kwa sababu najiweza sikuwa nikilitaja jina lako. Ila ukweli ni kwamba bidada hakumbuki kabisa jina la huyu Mwamba. Kumbuka kwamba Mwamba Wicho ni mtu maarufu sana katika mji, na siku leo alikuja katika maeneo ambayo wanauza nyumba, na hapa ndipo ambapo bidada anafanyia kazi. Lakini alipokuwa amefika katika maeneo haya hakuweza kumkuta bidada. Akaanza kagua katika mazingira haya, akagundua kwamba kuna kabati fulani. Akawa nitazama ikabati kwa ujirani sana. Mwamba akaja kugundua kwamba kuna pesa nyingi sana hapa katika ile kabati. Ndipo akaja kugundua kwamba bidada Samini kumbe ni bonge la bilionea. Lakini wakati anatembea akagundua kwamba kuna ndala hapa za bidada zinatoa harufu kana kwamba hazijawahi kuoshwa kwa kipindi kama cha miaka 10 hivi. Lakini wakati huo kuna wafanyakazi wakawa wameingia, ikabidi kuanza kuzibusu hizi ndala licha kwamba zilikuwa zina harufu mbaya ili asionekane kana kwamba alikuwa anamsema bidada kwa ubaya. Na basi ile nafsi ya yule mdoli ilikuwa imeingia ndani ya huyu mwanamke. Siku ya leo alikuja kugundua kwamba Mwamba Sanogong anashinda katika maeneo haya. Kumbuka kwamba nafsi hii inataka kulipa kisasi. Na ile nafsi ilipoweza kumwona Mwamba anaongea na bidada Samin, basi moja kwa moja ikafikiria kwenda kumzuru huyu mwanamke kwa sababu ni kisasi juu ya kisasi tu. Hasa huu mzimu ukazidi kumfuatilia bidada kila sehemu anayozidi kwenda. Wakati huo kumbuka kwamba bidada ana uwezo wa kuweza kuona mizimu, na akitumiaga ule mwamvuli wake basi ana uwezo wa kujikinga nayo. Kawa anajaribu kuangalia kushoto na kulia, ila mwisho wa siku akagundua kwamba picha zikaanza kunyenyuka zenyewe. Katika harakati za kuendelea kujikinga hapa, akajikuta ile picha imeweza kumkata mkononi mwake. Basi ile damu iliyokuwa inatiririka kutokea mkononi pa bidada ikaanza kuwavutia mashetani wengi sana kutokea sehemu tofauti tofauti. Lakini wakati huo Mwamba Sanogong akawa ametimba katika mitaa hii na kuweza kumsaidia bidada. Lakini Mwamba hata mwenyewe akawa anajiuliza ni kwa nini ameweza kumfuata bidada hapa pasipo hata kujitambua. Mwisho wa siku alivyomkagua bidada katika eneo la bega akagundua kuwa bidada ana alama fulani. Ndio akawa amekumbuka maneno ya yule shetani aliyekuwa amemwambia kwamba akinywa damu ya Taemang basi atakuwa na nguvu sana, na bidada inaonekana kwamba yeye ndio Taemang, yani huyu mtu ndio mtu ambaye akinywa damu yake atakuwa na nguvu zaidi. Kiuhalisia ni kwamba bidada Samini kutoka alipokuwa mdogo alikuwa apendwi kabisa na marafiki zake. Kiuhalisia bidada kila alipokuwa akipata majanga na kupata makovu, basi mizimu mingi sana ilikuwa ikimfuata na kutaka kumwangamiza. Lakini bidada alikuwa akisaidiwa na bibi yake ambaye alifariki miaka mingi. Lakini leo ndio kwa mara ya kwanza anajitokeza mtu mwingine tofauti na bibi yake kuweza kumsaidia katika kipindi kigumu kama hiki. Akabaki anashangaa sana. Lakini pia bibi yake aliwahi kumwambia kuwa katika maisha yako kuna mtu atakuja na huyo mtu atakuwa anakusaidia, lakini kabla ya hayo yote kuweza kutokea usije ukaruhusu kabisa kuweza kuumia, kwa sababu mimi sio kila wakati nitakuwepo kukusaidia. Hasa huyu Mwamba Sanogong ikabidi kuanza kumpaparukia bidada kwa sababu anajua isa kwamba huyu damu yake ndio ina uwezo wa kusababisha yeye awe na nguvu sana. Lakini mbaya zaidi ni kwamba hawezi kutumia damu ya mtu ambaye ameweza kufunga naye mikataba. Miaka 24 iliweza kupita, alimwahidi bidada kwamba atakuwa anamlinda kila siku. Sasa leo ikabidi kuanza kumdanganya bidada na kumwambia kwamba je, tunaweza tukavunja ule mkataba uliopita ili tufunge mkataba mpya ambao mimi nitakuwa jirani yako kila wakati na kila saa nitakuwa nakulinda tu. Bidada akasema sawa, hiyo itakuwa imetulia sana. Mwisho wa siku akawa ananyanyua mkono wake kuweza kufunga huo mkataba, lakini akawa anashangaa mbona jamani kama ana haraka sana na huo mkataba kuweza kufungwa, alafu ni kama vile anatamania kitu fulani. Bidada akawa ameshtukia hapa na akawa anakataa kabisa kuweza kusaini mkataba. Mwamba akachukua mkono ule wa bidada na kuanza kujiwekesha mkononi, lakini kwa sababu amejiwekesha yeye mwenyewe manake mkataba unakuwa hujaweza kufungwa. Macho yake yakageuka na kuwa rangi nyekundu. Bidada akagundua kwamba huenda huyu Mwamba akifuta mkataba na mimi kuna kitu ambacho atakuja kukifanikisha kwangu. Kwa hiyo sitaki kufunga naye mkataba kwa sasa hivi. Na basi wakiwa wametoka wameelekea katika kijimgahawa fulani hivi wanapiga story. Bidada akawa anamuuliza huyu jamaa kwamba hivi ni kwa nini mimi mashetani wengi sana wanataka kunitafuna pindi ambapo tu damu yangu inaonekana kuanza kutiririka. Mwamba akaona kwamba anamchelewesha sana huyu bidada. Ikabidi kumfungukia ukweli na kumwambia kwamba kama mimi nikiweza kunywa damu yako ni kweli unaweza ukafa, lakini utakapokuwa umezaliwa utazaliwa ukiwa binadamu wa kawaida na utakuwa uwezi kuona mizimu na utakuwa uwindwi kabisa. Bidada ndo akawa amekumbuka kwamba ndio maana jamaa alikuwa anang'aniza kwamba tufute mkataba wa kwanza ili iweze kunitafuna. Nilishangaa yale macho, mbona kama alikuwa na tamaa sana, mkulaji wa watu, mshenzi nini. Akawa anaondoka zake. Ile time yuko njiani tu bado anaendelea kurudi nyumbani, ghafla tu kuna mzimu mwingine ukawa umeweza kumvamia, na bahati mbaya ule mwambuli wake ukawa umeanguka kando. Mwamba Sanogong akatimba hapo na kuweza kumsaidia bidada. Bidada akajikuta amechoka mpaka akawa amekati chini yani. Lakini bidada akasema kwamba kama nimeweza kupambana tokea nilipokuwa mdogo mpaka dakika hii nimefikisha miaka zaidi ya 26, siwezi nikakata tamaa kabisa. Nitaendelea kupambana daima na daima. Sitokata tamaa na wala sitokupa maisha yangu wewe. Lakini akawa amemshika Mwamba Sanogong mkono na kumwambia kwa naomba unilinde wewe kaka. Jamaa akamsukuma na kumwambia
kwamba mimi nakulinda kwa sababu nataka mimi ndio nikukule, mizimu mingine sikukule wewe. Na wakati bidada anaondoka eneo lile akiwa amekasirika sana, kumbe mwamba Wicho ndio yule mwamba wa kwanza kabisa aliyokuwa amemwagizaga bidada kwenda kuchukua kile kipepeo. Tena anajua balaa lote ambalo bidada analipitia kwa wakati huu, akawa anasema kwamba anamuonea huruma binti yule kwa sababu anapitia kipindi kigumu sana. Huyu mwamba Wicho ni demon, ama kwa lugha nyepesi unaweza kusema ni shetani, lakini yeye anataka kufanya matendo mema ili angalau aweze kutoka katika hali hiyo ya ushetani na aje kuwa binadamu wa kawaida. Kama kawaida mwamba Sanogong kila anaporudi huwa anawekaga vitu ovyo ovyo, tabia ambayo mwamba Wicho haipendi kabisa. Lakini mwamba Wicho huwa wakati wote ule mwamba anapofanywa mambo mabaya anakuwaga mpole zaidi, kwa sababu hataki kufanya matendo mabaya, kwa sababu yeye anataka kuiona mbingu na abadilike kuwa binadamu wa kawaida. Na Wicho alipofika tu akasema kwamba kwa sababu bidada Samin aliweza kukufungulia katika ile miuli mitano kwa kuzima ile mishumaa, basi anatakiwa kupambana na kuhangaika sana kwa kipindi hiki, lakini hii kitu ni hatari zaidi kwake. Lakini wakati huu mwamba Sanogong alikuwa akitengeneza ule mwamvuli wa bidada ambao unamlinda yeye na mizimu. Akasema kwamba ngoja nimpelekee kwanza huo mwamvuli bidada. Kaenda akapanda juu ya ghorofa, kisha akaanza kusukuma ule mwamvuli taratibu kwa kutumia uwezo wake wa kimiujiza, na ule mwamvuli ukawa umeweza kumfikia bidada, lakini akaweza pia kupiga mabomu ambayo yakaenda kutimua mizimu yote ilikuwa jirani na bidada wakati huu. Kesho yake mapema bidada akiwa amewahi ofisini, kwa maana bidada Samin akashangaa kupokea ujumbe kuwa eti siku ya jana kuna mwamba mmoja maarufu sana alikuja kumtembelea. Alipojaribu kuuliza picha yake huyo mtu alipoweza kuoneshwa tu, akakumbuka kwamba huyu jamaa ndio yule udogoni aliyekuwa amempatia masharti ya kwamba aende katika mlima. Ili bidada kujihakikishia, je, huyu jamaa ndio yeye au sio yeye, ikabidi kuelekea katika hilo tamasha ambalo mwamba huwa analiongoza. Akafika pale na kuingia katika maiki, kisha akatoa ile bandeji yake katika eneo la mkono na damu ikaanza kuwavutia mizimu. Baada ya mizimu tu kuweza kufika katika maeneo haya, akatumia mwambuli wake kuweza kuwazuia. Kama kawaida ya mwamba Wicho huwa ni mwenye huruma sana, akaweza kumsaidia bidada kwa mara nyingine. Na bidada alipoweza kuona huu uwezo wa Wicho ndo akakumbuka kuwa huyu ndio yule mwamba wa kipindi kile cha udogoni. Kamfuata jamaa akamwambia kuwa nataka uniambie jina la mwamba Sanogong, lakini kwa sababu mwamba hajataka kumwambia kila kitu bidada, basi kamwambia kuwa kuna vitu kwanza natakiwa nikufanyie ili niweze kuambia jina la huyo jamaa. Akamtoa pale na kumpeleka katika maeneo fulani hivi. Katika maeneo haya kuna chungu ambacho kinaonesha maisha yaliyopita na maisha yajayo. Lakini alipokuwa akitazama katika maisha yaliyopita, akaja kugundua kwamba yeye Samin alikuwa akimkisi mwamba Sanodong katika miaka hiyo. Bidada mpaka akajishika lipsi zake, yani mimi nimewahi kukisi na huyu jamaa, imekaje hivi. Lakini mwamba Wicho akatimba hapa na kidubudo fulani hivi, akamkabidhi bidada na kumwambia kwamba hebu utakishika hiki. Na huku upande wa pili mwamba Sanogong alikwenda kukutana na general mmoja anafahamika kama General Don. Lakini wakati huyu yuko na huyu General Don, basi akajitokeza mwamba mmoja anayefahamika kama PK. Huyu jamaa ni mtu maarufu kweli kweli na anapendwa sana na watoto wa kike. Mwamba PK alipoweza kumwona tu mwamba Sanogong akaanza kumwambia kwamba hivi wewe unashindwa kutumia nguvu zako vizuri, angalia mimi watoto wa kike wanavyonipenda. Kila mtoto wa kike hapo nimehakikisha kwamba nimechukua nguvu zake kuhakikisha kwamba anajilinda zaidi katika hali yangu ya ushetani. Nyakati za usiku mwamba Sanogong akawa analejea nyumbani na moja kwa moja akaenda kupitia kwa bidada kuhakikisha kwamba je, kitoweo chake kiko salama kabisa, kwa sababu hicho anakilinda kwa sababu ndicho ambacho kitakwenda kumpatia nguvu zaidi. Lakini bidada akasema kuwa anataka kwenda kupata msosi pamoja na watoto yatima na watu wengine katika jamii. Mwamba akasema haina shida, hata mwenyewe natamani kuelekea huko. Basi wakawa wameelekea kwa pamoja. Na wakati huo walikuwa wakiwatazama watu ambao wengine ni kapo, watu wengine ambao wana wapenzi, watu wengine ambao wana familia. Akawa anamwambia bidada kwamba hivi unaonaje na wewe ufe, alafu mimi nikisha kukula tu wewe utakuja kuzaliwa miaka ya mbele sana, utakuja kuishi maisha mazuri kama haya ambayo watu wengine wanaishi. Bidada akasema kuwa hata kama dunia nzima ingenichukia, ningekuwa na mikosi na malaana kama yote, lakini bado ningepambania kuendelea kuishi. Hakuna mpumbavu yoyote ambaye naweza nikampatia maisha yangu mimi eti nije kuzaliwa siku za mbele. Hizi nilizonazo nataka niziishi na za mbele nitakuja kuziishi. Sasa kama unakumbuka Wicho alikuwa amempatia bidada kitu fulani. Kumbe hichi kitu alikuwa anataka amvishe huyu jamaa, na baada ya kumvisha tu jamaa atakujikuta anaingia katika kifungo na atakuwa hana uwezo kabisa wa kuendelea kufanya mambo yake. Na ili aweze kumshawishi mwamba aweze kuvaa hichi kitu, akasema kuwa katika mara ya kwanza kwenye maisha yangu naweza kumpatia mtu zawadi, basi ni wewe. Naomba uivae hii zawadi yangu. Basi jamaa akawa amechukua ile zawadi, lakini bidada akawa anakumbuka maelekezo ambayo Wicho alikuwa amempatia kwamba Sanogong akivaa tu ile zawadi ambayo utakuwa umempatia, basi atakuwa hapo ni mtumwa wako, na kama akivunja masharti yako, basi utakuwa na uwezo wa kumpatia adhabu kubwa sana na yeye atakuwa anaitii. Lakini mwamba baada ya kuiangalia sana hii zawadi hakuivaa, ila akaiweka mfukoni mwake na kuondoka. Bwana sasa usiku wa leo kuna kapo fulani hivi imetoka kufunga ndoa na wakawa wamenunua nyumba ambayo waliuziwa na bidada Samini. Kumbuka kwamba bidada Samini anahusika katika kampuni inayohusu uuzaji wa nyumba. Lakini walipokuwa wameingia ndani ya hii nyumba, akaja kushangaa kuona kwamba kuna picha ambazo macho yake yanatikisika. Ikabidi kuogopa sana. Lakini bidada alitaka kukimbia, ghafla tu akawa amerudi na kuitazama hii picha mara mbili. Hii picha ikaanza kuzungumza kwamba naomba unioe mimi. Kisha ikawa imemeza bidada na kumuingiza ndani ya ile picha. Mume mtu akaenda kulalamika kwa bidada Samini na kuuliza kwamba ni nyumba ipi ambayo umeweza kuniuzia, ikiwa nyumba hiyo mke wangu tokea ameingia anashindwa kutoka na haeleweki wapi alipoingilia. Naye bidada Samini ikabidi kuanza kusogelea ile picha kuiangalia mara mbili. Ghafla tu ile picha ikawa imeweza kummeza. Mfanyakazi wake pekee ndo akawa amebakia. Huyu kaka mfanyakazi yeye alichokifanya ni kuibeba tu ile picha na kuondoka nayo na kuirudisha huko katika maeneo ya ofisini. Sasa kawa elewi bidada wapi alikoelekea.
alikoelekea? Sasa Mwamba Sanogonge siku ya kesho yake ametimba ofisini kwa bidada, anakuja kuulizia wapi bidada alikoelekea, lakini Mwamba akasema kwamba bidada amepotea katika namna ya kimiujiza, hata sielewi kabisa. Mwamba Sanogonge akagundua nini ambacho kinaendelea, haraka sana akaanza kupepesa macho hapo ofisini. Kumbuka kwamba huyu jamaa ni mtata vibaya mno. Akaja kugundua kwamba kuna picha, ile picha akaichukua na moja kwa moja akaipeleka kwa Mwamba PK. Lakini PK akasema kuwa kama unataka kuingia ndani ya picha ili uweze kumkomboa mtu ambaye ameweza kumezwa ndani ya hiyo picha, basi unatakiwa kupiga na wewe picha ambayo itakuingiza ndani ya hiyo picha. Bwana PK kumbe ana kamera yake ya ajabu, na akikupiga picha na ile kamera, basi unaingia ndani ya tukio ambalo umetoka kuliona siku za hivi karibuni. Mwamba moja kwa moja Sanogonge akaenda kukaa mbele na Mwamba akamlamba picha, na Mwamba kufumba na kufumbua akajikuta katika ulimwengu mwingine kabisa, na huko anatakiwa kumtafuta bidada ili aweze kumrudisha katika dunia ya kawaida. Je, itakuwa ni rahisi kiasi hicho? Tukutane katika episode ya 3. Jambo kubwa na la msingi, hakikisha kwamba unagusa alama ya kusubscribe na alama ya kulike kama bado hujafanya hivyo, ili tuweze kwenda pamoja. Kumbuka kwamba kila tunapofikisha like 100 basi episode inayofuatia mbele kwa haraka zaidi inatoka. Tangazo. PVP Media Max kupitia kitengo chake cha IT tunatoa huduma zifuatazo: tunarekodi na kurusha live ibada, sherehe, mikutano na semina kwa kutumia vifaa vya kisasa na vyenye ubora wa kimataifa. Ukifanya kazi nasi utajionea utofauti mkubwa. Pia tunafungua akaunti za YouTube za kulipwa ndani ya muda wa siku 15. Tunafungua akaunti za makanisa, vikundi vya sanaa, watu binafsi na taasisi zote. Chaneli zote zinakuwa na vigezo na kusajiliwa kwa majina ya muhusika, BRELA pamoja na TRA. Pia tunatoa msaada kwa wanaohitaji kusajili chaneli zao katika mifumo rasmi ya TCRA, na pia tunatoa mafunzo ya uendeshaji wa YouTube na usimamizi kwa siku 30 tu. Ada ya kujiunga na grupu la mafunzo ni shilingi 50,000 tu. Kwa mawasiliano zaidi wasiliana nasi kupitia email pvpmediacompany@gmail.com au kwa WhatsApp namba 0622113984. PVP Media tunasema YouTube ni ajira na bosi ni wewe mwenyewe.